majina yangu ninaitwa Francis Langula, ni mwalimu wa neno la Mungu, mhubiri wa Injili, na kimaalum kabisa mimi ni mwalimu wa vijana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ninashukuru baba kwa nafasi. Huyu ni baba yangu kabisa. Amen. Ndio amenitambulisha kwenye huduma. Nakumbuka ilikuwa mwaka 2017 nilipoacha kazi ya ajira, na yeye ndo akaniintroduce kwenye huduma, na tangu nimeambatana naye nimekuwa naenda kwa kasi. Amen. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ninamshukuru sana, amenipa pia nafasi hii. Nimetokea Dar es Salaam, lakini pia Mungu awabariki viongozi. Kaka Frank ndio tunafahamiana mara ya kwanza. Barikiwe kwa kazi nzuri na wote ambao mmeshiriki na nyie mlioitikia wito huu. Mungu awabariki. Amen. Ninakuomba uwe na utulivu kwa muda kidogo, kama lisali moja tu na kidogo, na nina neno muhimu kwa ajili yenu. Amen. Wangapi ni first year, ndio umeingia mwaka wa kwanza? Nyosha mikono. Hawa ndio walengwa wangu wakuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu na wengine vijana kwa ujumla. Ni neno ambalo nitaenda kuzungumza, itabidi wazee mtusamehe. Bwana asifiwe sana. Naenda kuongea mambo ya vijana. Amen. Ambao huwa tunaongea huko vijana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo baba utanisamehe. Lakini pia na wale wazee mtusamehe. Ila tutatokea kwenye neno la Mungu kabisa. Amen. Na ninaenda kuzungumza topic inaitwa sexual purity. Kiswahili chake kinaitwa usafi wa kingono. Usafi wa kingono. Bwana asifiwe sana. Sexual purity, usafi wa kingono. Moja ya eneo ambalo limekuwa changamoto kwa kanisa. Ninaomba utulie, naomba kuwe na utulivu kabisa. Moja eneo ambalo limekuwa changamoto kubwa kwa vijana na hata kwa kanisa ni eneo la zinaa. Na ninafikiri moja ya sababu ni kwamba pia haya mambo hayazungumzwi kwa uwazi kanisani. Kwa hiyo watu wengi waliookoka hawana ufahamu wa neno la Mungu linazungumza nini kuhusiana na masuala haya, kijana kujilinda na kujitunza. Vijana wengi kanisani wanaonekana wako salama kwenye makundi kama haya, wanaimba, wana nini, lakini sirini sio salama. Mimi ni mwalimu wa vijana, ninajua vijana wengi sio salama kwenye eneo hili la zinaa. Wengi wamekamatika. Wale tunawaona ni wachache, yani yale ambayo yanajulikana inawezekana ni 1% tu kati ya 100. Vijana wengi wameshikwa kwenye eneo la zinaa. Na kama kuna eneo ambalo limeathirika zaidi ni eneo la chuoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Takwimu zinaonyesha kwamba 85% ya wanaoingia chuo wanaingia wakiwa salama, 15% hawako salama. Kwa maana ya hawajajiingiza kwenye uchafu wa kingono. 85% wanaoingia chuo wako salama. Lakini takwimu zinaonyesha wanaotoka chuoni zaidi ya 85% wamechafuka kingono, wamejihusisha kwenye uchafu wa kingono. Na hizi takwimu ndani yake wapo watu waliookoka, au ambao wanasema ni kasfeta, wanasema sijui ni ukwata au ni nani, taasisi hizi zote za kidini wamo humo ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii ni kwa sababu wengi wanaingia chuoni hawajajiandaa. Moja la eneo ambalo lina uchafu sana kwenye ile eneo la zinaa ni vyuoni. Vyuoni kuna uchafu. Na unajua huku tulikotoka, tumetoka tunafugwa. Mtanisamehe kwa kutumia hiyo lugha. Form 1 kuanzia darasa la kwanza mpaka form 6 unafugwa. Yani kuna mipaka unawekewa. Lazima kila unapoenda uwe na uniform kama unakaa boarding. Shuleni kuna ukuta. Alafu ghafla unaingia mahali ambapo hakuna mtu anakufuatilia. Umelala wapi? Hakuna mtu atakuuliza.
Kwa ule uhuru na kukosa ufahamu kunawafanya vijana wengi wanaingia wakiwa salama, wanachafikia huko. Angalia hata maambukizi ya magonjwa ya zinaa yako makubwa vyuoni. Kwa sababu gani? Eneo mojawapo chafu ni chuoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Utafiti unaonyesha zile pharmacy ambazo ziko kwenye yale maduka ya dawa yaliyo karibu na vyuo, kati ya dawa zinazouzwa kuliko zote ni P2, dawa za kuzuia mimba. Na zile sio pipi. Kuna vyuo vingine nimeenda, ndani ya chuo kuna ka boxi kakubwa kabisa, yani ka frame wanawekewa condoms. Alafu hazikai, yani zinajazwa weekend zimeisha. Na sio mapulizo yale. Kwa hiyo unaweza ukaona hali ilivyo mbaya vyuoni. Na huko ndiko wanaenda watoto wetu. Kwa wengi kwa nje wanaonekana wako salama, lakini ukweli ni kwamba wameharibiwa. Ni heri wewe ambaye unaingia unasikia hiki, ili uingie na ufahamu huu. Uingie ukiwa na Yesu na utoke ukiwa na Yesu wako. Na kama una Yesu, umpate Yesu, alafu Yesu akutunze kwenye hicho kipindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ninataka nizungumze kwa dakika chache, muda hauwezi kutosha, lakini ninaamini kwa muda mfupi ambao nitaupata, kwa wale ambao watazingatia kuna kitu watakipata, kuhusiana na usafi wa kingono, namna ya kuwa safi kwenye ile eneo, namna ya kuishi maisha safi kwenye eneo hili. Wathesalonike sura ya 4 Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 3 mpaka wa 5. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 3 mpaka wa 5. Biblia inasema, maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu. Yapi? Kutakaswa kwenu, mwepukane na uasherati. Anasema haya hapa ndio mapenzi ya Mungu. Alafu anaelezea ni yapi hayo mapenzi ya Mungu? Mwepukane na uasherati. Sasa kwenye maandiko kuna maneno mawili yametumika. Kuna uasherati na uzinzi. Uzinzi ni yule aliye kwenye ndoa anapotoka nje ya ndoa. Huyo anaitwa mzinzi. Mwasherati ni yule ambaye hajaingia kwenye ndoa, anajihusisha na matendo ya kingono. Huyo anaitwa mwasherati. Kwa hiyo ili andiko moja kwa moja linawaadress vijana ambao hawajaingia kwenye ndoa. Japokuwa usafi unahusika na wote, walio ndani na walio nje, kwa sababu hata walio ndani ya ndoa wengi pia ni wachafu, wengi kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu, mwepukane na uasherati. Alafu anaendelea kusema kila mmoja wenu ajue kuweza mwili wake katika utakatifu na heshima, si katika hali ya tamaa mbaya. Maneno matatu nataka niyazungumze kidogo kutokea kwenye ile andiko, alafu nitaingia ndani. Neno la kwanza anasema kila mmoja wenu ajue. Neno la kwanza nataka niliongee ni ajue, kujua. Kujua maana yake kuwa na ujuzi. Anasema ajue kuweza mwili wake. Ili neno kujua ni kama mtu mwenye ujuzi au mwenye skills. Kwa mfano, anayepiga keyboard, anapiga keyboard kwa sababu anajua. Ana ujuzi wa kupiga keyboard. Anayeseti hapo vyombo, anaweza kuseti kwa sababu ana ujuzi wa kuseti. Ana skills za kuseti vyombo. Kwa kuna namna yeye akisikia sauti, ule ujuzi unamwambia sauti haiko sawa, japo wengine tunaweza tukaona iko sawa. Kwa ule ujuzi ndio unafanya yeye ajue kwamba hiki kitu hakiko sawa, arekebishe. Sasa maandiko anasema tunapaswa kuwa na ujuzi kuhusiana na miili yetu. Anasema kijua kikianza kumisbehave, kuna namna unajua hapa kinatoka kwenye mstari, unakirekebisha. Sasa mwili wako unahitaji ujuzi. Unapaswa kujua mwili wako kiasi ambacho mwili wako ukitaka kukukosesha kwenye ile eneo, unajua nini cha kufanya. Watu wengi hawajui miili yao,
na miili yao inawashinda. Mwili haukushindi kwa sababu wewe ni kijana damu inachemka. Mwili unakushinda kwa sababu kuna ufahamu umekosa kuhusiana na mwili wako. Kuna ujuzi umeukosa kuhusiana na mwili wako. Amen. Na ndio maana maandiko yanasema kila mmoja wenu ajue, kwa sababu asipojua atashindwa kuepukana na uasherati. Watu ambao wanashindwa kujiepusha na dhambi za zinaa na uasherati, kuna kitu wameshindwa kukijua. Na leo ninaamini Mungu atatusaidia kupata huo ufahamu. Jambo la pili au neno la pili ambalo limetumika kwenye hayo maandiko, anasema kuweza mwili. Kuweza mwili. Kuweza, Kiingereza, neno la Kiingereza lilotumika ni to manage and control. Kuweza ni ku-manage na ku-control. Kumudu usivuke mipaka ulioiwekea. Kwa hiyo mwili ili uweze kwenye eneo hili la zinaa ni lazima uwekee mipaka. Alafu ujifunze kumudu usivuke mipaka uliojiwekea. Hauwezi, kila unayemwona anaanguka kwenye zinaa, hilo sio tukio la ghafla. Ni tukio ambalo lilianza kwa kuvunja mipaka, kwa kujua au kutokujua. Kwa mtu yeyote makini lazima ajiwekee mipaka, alafu awe anajidhibiti kuanzia kwenye mipaka. Ukimwona mwizi chumbani, ujue alishapita geti, alishavuja na mlango, ndo ameingia chumbani. Hata ingia chumbani ghafla. Kwa maana yake kuna mipaka ilishavunjika. Na wengi wanajikuta kwenye uchafu wa kingono, kwenye zinaa, kwa sababu ya kushindwa kuweka mipaka au kulinda mipaka ya maisha yao. Kuna mipaka ya mawasiliano. Anaanza kutishana na mtu wa jinsia tofauti, chati chafu. Ni kama anazifurahia, wanasifiana na nini, kumbe ndio mipaka inaanza kuvunjika. Anakosa mipaka kwenye mawasiliano. Anakubali kupigiwa simu, mtoto wa kike anakubali kupigiwa simu na mwanaume muda wowote. Saa 2, saa 3, saa 4, saa 7 usiku. Yeye anapokeaga tu. Yaani yeye yuko available 24/7 kama namba 1. Ukimtaka muda wote, hakuna mpaka. Sasa inaanziaga mbali hivyo kwenye mawasiliano, mpaka wa kuonana, mipaka ya kutembeleana. Kibinti anaanza kutembelea kwenye chumba cha kijana wa kiume, wanakaa eti wana discuss Biblia. Mnaweza mkafanikiwa siku ya kwanza, inawezekana na siku ya pili. Kuna siku mtasahau hata hiyo Biblia iko wapi. Sasa inatokea kwa sababu gani? Kuna mipaka haiheshimiwi. Binti anaruhusu kuguswa na kijana wa kiume popote, hana mpaka wake. Ili mpaka ukianza kuguswa, kengele inalia, hiki hakiko sawa, hiki hakiko sawa. Na unaudhibiti huo mpaka mapema, ili usije ukajikuta umeanguka kwenye zinaa. Tunaelewana watu wa Mungu? Mmetoka mahali ambapo mlikuwa mnawekewa mipaka, mnaenda mahali ambapo wewe mpaka wa ndani yako ndio utakulinda. Sekondari, kama ulisoma shule makini, mnawekewa mipaka. Kuna mabweni ya wadada kule na mabweni ya wakaka kule. Kuna namna wanawadhibiti kukaa pamoja. Kuna ukuta, kuna uniform, muda wote mnakaa mko boarding uniform. Ukienda tu kikatiza wanajua yule ameenda. Umekuja mahali hakuna bweni la wasichana wala la wavulana. Hata kama yapo, wanatembeleana. Wengine wanakaa mtaani. Hakuna mtu atakufuatilia. Kitakacho kuokoa na dunia hii iliyoharibika na zinaa ni nini? Lazima kuwe na mipaka ndani yako. Vitu ambavyo utajizuia wewe mwenyewe kuvifanya. Wewe mwenyewe kuvifanya. Lazima uwe na vitu ambavyo wewe utajiambia, mimi sitafanya hivi. Kama mtoto wa kike unajiambia, sitawasiliana na kijana wa kiume kuanzia muda fulani. Sitaruhusu maongezi ya aina hii. Sitaruhusu kukaa kwenye magrupu ambayo wanatuma uchafu wa kingono. Sitaruhusu kuguswa
maeneo haya. Sitaruhusu outing za aina hii. Sitajikubalia kumtembelea kijana wa kiume chumbani kwake au binti akiwa peke yake chumbani kwake. Kama tutajiwekea hiyo mipaka, tutajikuta tumeanguka kwenye zina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa neno la pili ambalo naliona linakuwa msisitizo hapa ni kujiwekea mipaka, kuweza mwili, kujiwekea mipaka. Neno la tatu ambalo ninaliona kwenye hili andiko ni ametumia neno mwili wake. Asili wake. Hajaongelea lugha ya ujumla, ameongelea lugha ya mmoja mmoja. Maanake wewe ujue kuweza mwili wako, na wewe ujue kuweza mwili wako, na wewe ujue kuweza mwili wako. Kila mmoja ajue kuweza mwili wake. Kwa mimi kitu ambacho ninakiona hapa, kila mwili ni unique. Kila mwili ni wa kipekee. Ninapokuja swala la masuala ya zina na ngono, kila mwili ni unique. Namna ambavyo mwili wako uko ni tofauti na mwili wa huyu ulivyo. Na hii namna na hii tofauti inatengenezwa na makuzi ambao umekulia, inatengenezwa na namna ambavyo umekuwa exposed, namna ambavyo umekuwa na ufahamu, na vitu vya aina hiyo ndio vinakutengeneza wewe kuwa wa kipekee. Kwa lazima ujifunze mwili wako huwa unaitikia vipi haya maswala, alafu ujifunze kuumudu wewe mwili wako. Na sije ukaona mtu mwingine amefanya kitu fulani na amepita salama, na wewe ukalazimisha kufanya hicho kitu, wakati wewe unajua hicho kitu kinaamsha tamaa za mwili wako. Naeleweka vizuri? Ngoja nitoe mifano ambayo itakusaidia kuelewa kwa urahisi. Kwa mfano, binti ambaye amezaliwa kwenye familia labda ya watoto 6. Alafu yeye yuko hapo katikati, amezungukwa na vijana wa kiume, labda na kaka zake na wadogo zake wa kiume. Yeye labda ni msichana peke yake, na wamekuwa wote hivyo. Ni tofauti kabisa mwili wake unavyoitikia ukaribu na watu wa jinsia tofauti. Ni tofauti na binti ambaye kwao wamezaliwa wa kike peke yao. Hao ni watu wawili tofauti. Huyu ambaye amezungukwa na vijana wa kiume nyumbani, ni rahisi sana kumuona huyu ni kaka yake. Ni rahisi sana, kwa sababu ni kama mazingira yanamfanya achukulie kiwepesi vijana wa kiume kama kaka, kwa sababu ndio waliomzunguka. Huyu ambaye kwao ni wasichana watupu, akiweka ukaribu na kijana, ni ngumu sana kuwa na ile mentality huyu ni kaka. Kwa sasa hawa wawili miili yao inaweza ikawa ina respond tofauti kwenye wanapokuwa na urafiki au ukaribu na mtu wa jinsia tofauti. Huyu ambaye labda kwao amezungukwa na vijana wa kiume, inawezekana, naomba tufanye mfano. Inawezekana kwake kitendo cha hug hivi kikawa ni salamu ya kawaida, akihagi na mtu wa jinsia tofauti. Inawezekana kwake ikawa nini? Ni salamu ya kawaida. Lakini huyu mwingine, yani yeye kwa sababu mazingira hayo sio ya kwake, akihagi na kijana wa kiume, yeye anaweza asifili ni kitu cha kawaida. Mnanielewa vizuri? Kwa sasa Biblia inasema kila mmoja wenu ajue kuweza mwili wake. Wewe ambao unaona mwili wako unaamshwa tamaa kwa njia ya makumbatio, usiwaige wale ambao unaona wanakumbatia, unasema ndio uzungu. Kwako wewe ni tatizo. Akija mtu akukumbatia, mpe mkono. Unajua kuweza mwili wako, unajua kujimudu. Nielewa vizuri? Na ndivyo ilivyo, unaweza kukaa. Na ndivyo ilivyo hata kwa kijana wa kiume. Tusilazimishe kuishi maisha ya wengine wakati hayo maisha ya wengine yanakuathiri wewe. Hiki ndio kinapoteza, hasa mnapotoka na kuingia chuoni. Maanake mkishaingia chuoni mnaanza kujiona wazungu, wakati mazingira uliokulia hata sio ya aina hiyo. Kwa mnajikuta mmejiingiza kwenye matatizo
kwa kujaribu kulazimisha kuwa kama wengine, wasinione mshamba. Ni bora wakuone mshamba ubaki na Yesu kuliko kujifanya mjuaji ukajikuta umeingia kwenye matatizo. Kwa lazima ujistadi, kila mmoja wenu ajue kuweza mwili wake. Ujue mwili wako una behave vipi, unaitikia vipi haya masuala ya zinaa. Alafu ujiepushe na yale mambo ambayo yanakuamsha wewe hata kama hayamuamshi mtu mwingine. Kwa usijilinganishe na mtu mwingine, jitazame wewe. Wewe unaamshwa na vitu gani? Ni aina gani ya maneno yanakuamsha kihisia? Jiepushe na hayo maneno. Ni aina gani ya miguso inakuamsha kihisia? Jiepushe na hiyo miguso. Ni aina gani ya maongezi inakuamsha kihisia? Jiepushe na hayo maongezi. Ni bora wakuone mjinga lakini ukabaki salama kuliko kujifanya mjuaji alafu njiani ukapotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeeleweka vizuri mpaka hapo? Sasa kwa sababu ya muda, ngoja nisogee tena mbele kidogo. Mambo muhimu ya kufahamu kuhusiana na usafi wa kingono. Jambo la kwanza. Maisha yenye usafi sio jambo la ziada, sio kitu cha ziada kwa Mkristo aliyemaanisha. Usafi wa kingono sio kitu cha ziada kwa Mkristo aliyemaanisha, ni kitu cha lazima. Kuwa safi kwenye ile eneo la masuala ya zinaa sio kitu cha ziada, ni jambo la lazima. Kwa kama wewe kweli umemaanisha wokovu, umemaanisha Yesu, moja ya kitu ambacho tutakiona bila kupepesa macho, tutaona ukiwa ni msafi kingono. Kama ni mchafu, hata wewe unatuimbia, hata wewe unanena kwa lugha, hujamaanisha wokovu. Hata kama unaweza kuhubiri, haujamaanisha wokovu. Wote waliomaanisha, moja ya kitu kitaonekana kwao bila kukitafuta, ni usafi. Maisha yenye usafi kwenye ile eneo sio kitu cha ziada, ni jambo la lazima. Kuna mahali maandiko yanasema kwenye Efeso, anasema uasherati usitajwe kwenu kamwe. Kwa kama kweli umeokoka, kama kweli wewe ni wa Mungu, moja ya kitu hakitatajwa kwako ni uasherati. Tena maandiko yanasema msifanye uasherati. Maandiko yanasema usitajwe. Kwa mtu aliyemaanisha wokovu, kitendo cha kutajwa tu hata kama hajafanya chochote ni tatizo. Kwa wale ambao wamemaanisha, ni lazima kuwa msafi. Sio option. Hakuna excuse. Hamna cha kusema unajua Mungu mwenyewe anajua sisi ni vijana tu. Mungu hajui wewe ni kijana tu. Mungu anajua ya kwamba nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mnazo nguvu. Neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mmemshinda shetani. Mungu anajua kijana ana uwezo wa kumshinda shetani. Mungu hajui kijana ni wa kuanguka na kuinuka kwenye zinaa. Hilo Mungu hajui. Mungu anamwamini kijana anaweza kumshinda shetani. Ndio maana hata haya maandiko yanasema uasherati usitajwe. Anapozungumzia uasherati anazungumzia vijana. Anapozungumzia uzinzi anazungumzia walioko kwenye ndoa. Kwa ni kijana ndio anaambiwa uasherati usitajwe. Kwa ukitajwa tayari tatizo lipo. Sije ukasema wanatuonea wivu tu. Kwa nini utajwe? Kila aliyemaanisha wokovu atakuwa msafi. Huwezi kumtenganisha Mkristo aliyemaanisha, huwezi kumtenganisha mtu aliyeokoka na usafi wa kingono. Hauwezi. Ndio maana kwenye maandiko mahali pengine anasema kama iwastahilivyo watakatifu. Maana yake watakatifu wanastahili kuwa wasafi kwenye eneo hili. Amen.
Kwa hiyo kama kweli umemaanisha Yesu, utaishi maisha safi. Kama hauishi maisha safi, kuna mahali hujamaanisha Yesu. Acha kutupa excuse. Unajua na hivi, unajua hakuna cha unajua. Aliyemaanisha atakuwa safi, mstari hapo umeishia. Ambaye hayuko safi hajamaanisha wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naeleweka vizuri? Jambo la pili, katika kiini cha mapenzi ya Mungu makamilifu. Katika kiini cha mapenzi ya Mungu makamilifu, usafi wetu wa kitabia na usafi wa kingono kwa ujumla ni muhimu kuliko mafanikio mengine tunayoyatamani. Katika kiini cha mapenzi ya Mungu makamilifu, usafi wako wa kitabia na usafi wa kingono ni muhimu kuliko mafanikio mengine ambayo tunayatamani. Mungu amekuruhusu ingie chuoni, kwenye vipaumbele vya Mungu kwa ajili ya maisha yako chuoni. Kipaumbele cha kwanza sio degree. Kipaumbele cha kwanza utunze usafi wako. Cha pili upate kilichokupeleka chuoni. Kwa hiyo ukiingia chuoni ukapata degree, ukatoka ukiwa mchafu, mbele za Mungu umefeli. Mbele za Mungu ni failure. Kwa sababu Mungu anatamani tuwe wasafi kabla ya tufanikiwe. Mungu anatamani uishi maisha safi kabla ya kupata first class. Haimaanishi first class haitakiwi, lakini first class na umemwacha Mungu, umeacha hatima yako, umepoteza hatima yako. Kuna mahali utakwama. Future yako inamhitaji Mungu kuliko inavyohitaji first class. Kwa usije ukapoteza Mungu na ukabakiza tu degree, ukafikiri future yako inahitaji degree. Inahitaji Mungu plus, sio degree plus. Naeleweka vizuri? Kila kitu ni sifuri, na kitakuwa na maana ikiwa tu kuna moja nyuma, na hiyo moja ni kubaki na Yesu. Degree yako ni sifuri. Mafanikio ya kifedha ni sifuri. Sifuri yoyote bila namba moja haina maana. Ikianza moja ndipo sifuri zinakuwa na maana. Kaa safi na Mungu, degree yako itakuwa na maana. Mafanikio yako ya kifedha yatakuwa na maana, na maisha yako kwa ujumla yatakuwa na maana. Amen. Kwenye vipaumbele vya Mungu, usafi wetu ni muhimu kabla ya mafanikio ya kifedha. Mungu akinitazama, kabla hajafikiria kunipa hela, anafikiria kwanza niishi maisha safi. Mungu akikutazama, kabla hajafikiria kukufanikisha kivingine, anafikiria kwanza uwe safi. Biblia inasema kwenye ile andiko ambalo tumesoma, Wathesalonike wa kwanza sura ya 4, anasema haya ndiyo mapenzi ya Mungu. Haya ndiyo mapenzi ya Mungu. Yapi? Mwepukane na uasherati. Haina maana kumwomba Mungu, Mungu nisaidie niyajue mapenzi yako, wakati mapenzi ya Mungu yaliyo wazi umeamua kuyaacha. Kuna watu, vijana wako kwenye mahusiano machafu, kwenye mahusiano ambao wanafanya uchafu, alafu anamfungo wa siku 3, anamwomba Mungu nisaidie kujua mapenzi yako. Unataka mapenzi ya Mungu yapi? Wakati mapenzi ya Mungu yaliyo wazi unayakataa. Mapenzi ya Mungu yaliyo wazi unayakataa. Yaliyo wazi ni yapi? Epukana na uasherati. Manake vunja huo uhusiano. Hayo ndio mapenzi ya Mungu yaliyo wazi. Kwenda mbele za Mungu unamuomba mapenzi yake yatimizwe kwako, wakati unajua uko kwenye mahusiano ambao mnafanya mapenzi, mnashiriki masuala ya ngono. Ni unafiki mbele za Mungu. Ni unafiki. Kwa sababu yako wazi haya mapenzi ya Mungu. Kwa maana mapenzi ya Mungu ndio haya: mwepukane na uasherati. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna maana kujifanya uko bize unataka kuyajua mapenzi ya Mungu, wakati umechagua kutokuwa msafi kwenye ile eneo, kwenye masuala haya. Na ukweli ni kwamba yeyote ambaye ataruhusu uchafu wa kingono, moja ya hatari ni hii. Haya, ukiwa msafi kwenye ile eneo, unairuhusu roho yako kuwa
clear na sensitive kuyajua mapenzi ya Mungu. Ukiwa mchafu kwenye eneo hili, unaifanya roho yako kuwa butu, kuwa blind. Unaitia upofu roho yako. Hautajua mapenzi ya Mungu. Kwa mfano, kijana yote au binti yoyote ambaye mtaanza mahusiano na kuanza kushiriki matendo ya kingono, hauwezi kujua kama ni mtu sahihi kwenye maisha yako au sio sahihi. Utakuwa unachanganyikiwa tu. Kuna muda unaona ndio mwenyewe, kuna muda unaona sio mwenyewe. Na hivi ndivyo watu wanajikuta wanaoa mabomu na kuolewa na mabomu. Kwa sababu gani? Ukishajiingiza kwenye uchafu wa kingono, unayafumba macho yako ya rohoni yasikusaidie kujua mtu ni sahihi au sio sahihi. Namna sahihi ya kujua mtu sahihi kwenye ndoa ni kutojihusisha na zinaa na huyo mtu. Roho yako itakuwa very clear. Utajua tu hapa naingia shimoni, hapa niko sahihi. Sasa wengi kwa sababu ameshahangaika, ni mchafu, hajui. Anakuja kushtuka miaka ameshafunga ndoa, wiki ya pili ndo anasema Mungu wangu, hivi mimi niliolewaje na huyu? Au nilioaje huyu kiumbe? Mbona kama nimeweka shetani ndani ya nyumba? Na amekaa naye mwaka mzima kwenye mahusiano, miaka miwili. Kwa nini hakujua? Na anasema ameokoka. Roho Mtakatifu azungumzi? Hapana. Amejiingiza kwenye uchafu. Uchafu umeizima roho yake. Haiwezi tena kuwa sensitive na mapenzi ya Mungu. Njia rahisi ya kutembea kwenye mapenzi ya Mungu iliyotajwa kwenye maandiko ambayo iko wazi ni kuanza kujiepusha na masuala ya zinaa na ngono. Ukijilinda kwenye hilo eneo, kuna vitu vingi utajua, hapa napatia, hapa niko na Mungu, hapa siko na Mungu, na itakuwa ni rahisi kwako. Amen. Namba 3, kila mwenye mwili yuko kwenye hatari ya kuchafuka kingono asipokusudia kujitunza. Kila mwenye mwili yuko kwenye hatari ya kuchafuka asipokusudia kujitunza. Wangapi wana mwili hapa? Una mwili? Na una hakika nao una mwili? Uko hatarini. Mwambie jirani yako, hata wewe uko hatarini kuchafuka usipokusudia kujitunza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mwenye mwili yuko hatarini. Hakuna ambaye hayuko hatarini, mwenye mwili. Kwa hiyo salama ni kukusudia kufanya nini? Kujitunza. Tunaweza siji tukasogeza mbele ili ni kupita kiasi. Unajua kuna watu wameanguka kwenye zinaa. Kilichowaangusha, walijiamini kupita kiasi. Akafikiri kwamba yeye hawezi. Unajua kuna wale wanasema, yani mimi haiwezekani kabisa. Haiwezekani. Una mwili, usipolinda mazingira, inawezekana. Inawezekana. Na ndio maana mtu aliyemaanisha na Mungu huwa hafanyi zinaa kwa kukusudia, huwa anaanguka. Unajua maana ya kuanguka? Maana yake hauwezi kusema sasa ninaenda kuanguka, ninaanguka. Inatokea hivi? Kuanguka maana yake ulikuwa unatembea zako afu ghafla unajikuta uko chini. Ndio maana walokole tunaita ameanguka. Wale ambao wana plani hawaanguki. Yaani kama unapanga miezi 3 una plani, wewe hujawahi hata kuokoka. Hujawahi hata kuokoka. Una plani kabisa, yani mpaka mwezi wa kwanza lazima niwe nimempata yule binti. Hujawahi kuokoka. Tunatakiwa uanzie kwenye wokovu. Waliokoka kweli huwa wanaanguka. Na kinachowaangusha ni hiki. Wanajiamini kupita kiasi. Kwa sababu labda ananena kwa lugha sana, au anahubiri, anaongoza ibada. Kwa anaamini kwa sababu yeye ni kiongozi wa ibada, hawezi kuanguka kwenye zinaa. Rafiki yangu, kila mwenye mwili yuko hatarini. Kwa hiyo unapaswa kufanya juhudi za makusudi za kujilinda usije ukaanguka kwenye zinaa. Na ndio maana maandiko yanasema ajidhaniaye ya kuwa
amesimama, aangalie. Hivi unajua mwenye hatari ya kuanguka sio aliyelala. Wewe hapo umekaa una hatari ya kuanguka kwa sababu umekaa. Mimi niliyesimama nina hatari kubwa kuliko wewe uliyekaa. Si ndio? Mimi nikianguka naweza nikaumia zaidi kuliko wewe uliyekaa. Lakini jaribu kufikiri nikilala hapa chini, na hatari yote ya kuanguka. Kwa yule anayefikiri amesimama, si mpo mnawafikiri mmesimama unajihisi umesimama kiroho, wa kiroho sana, si ndio? Wewe ndio una hatari. Kimsingi kwa kadri unavyopanda juu ndio hatari inazidi kuwa kubwa. Hapa nimesimama nina hatari ya kuanguka. Nikija nikasimama hapa juu ya speaker, hatari yangu inaongezeka. Nikienda nikasimama kule juu, hatari inakuwa kubwa zaidi. Maana yake ninapaswa kujilinda zaidi na sio kujisifia. Mimi haiwezekani mimi. Jilinde. Hujai kuona maaskofu wana skendo za uzinzi? Hujai sikia? Hujai kuona kiongozi ambaye alikuwa anawaongoza unashangaa naye ameanguka kwenye zinaa? Kwa sababu gani? Kila mtu yuko hatarini. Anza kuishi maisha ya kujilinda. Linda mazungumzo unayofanya na watu wa jinsia tofauti. Linda maeneo unayoenda. Usijue sema mimi haiwezekani. Yaani mimi naweza nikaenda hata nikalala chumba kimoja na mdada. Yaani mimi nimejaa roho. Wewe siku hazifanani. Inawezekana kuna siku umewahi kulala ukapita salama, lakini siku hazifanani. Siku hazifanani nini? Hazifanani. Siku muulize, sijui niseme haya maneno. Naona aibu wazee. Lakini ukweli ni kwamba siku hazifanani nini? Hazifanani. Leo unaweza ukawa uko very strong, lakini leo kesho inaweza isiwe kama leo. Kwa hiyo cha muhimu ni nini? Linda mazingira. Hakikisha unakuwa kwenye mazingira ambayo hata kama ikitokea umezidiwa, yani wewe mwenyewe hapa. Unajua kuna mazingira ambayo hata kama imetokea hali imekuwa mbaya, bado tu mazingira hapa si itakuwa ni jambo la ajabu. Sasa wewe mko mazingira ya mafichoni, kila siku mnaonana mafichoni, tunakutana mahali mafichoni, alafu inawezekana mara ya kwanza mkafanikiwa, ya pili mkafanikiwa, hata lakini na kwa kuna siku mtanaswa. Na kuna wengine mko hapa mlishanaswa na hayo mazingira ya mafichoni. Wewe mwenyewe unaelewa yalikunasa hayo, au kwa umepanga. Lakini hizo tukutane mahali fulani, ngoja giza lianze. Haya, endeleeni. Tutashtukia huko chali. Sasa kabla ya wakati huo kusudia kujilinda. Amen. Kwa sababu na wewe ni mlengwa wa shetani. Yaani kwenye ile listi ambao watu wanafuatiliwa na shetani kwenye zinaa, na wewe umo. Tena kama ndio umesimama vizuri na Yesu, ndio uko top list. Kama ndio kiongozi, ndio kabisa. Unapozidi kuwa na watu wengi wanakufuata nyuma yako, ndio unazidi kupanda kwenye listi ya watu ambao shetani anataka waangushe. Kwa sababu shetani anajua kuna watu akiwapiga, hajawapiga wao, amepiga maelfu nyuma yao. Kuna tofauti ya mtu tu ambaye ameokoka tu hivi kawaida, akianguka kwenye zinaa. Alafu jaribu kuimagine mtu kama mimi hapa. Alafu imejulikana. Hivi unajua kuna watu akiona mtumishi amefanya zinaa, unajua sasa mimi ni nani? Yeye anamalizia tu ile button. Hasa kama hadi mtumishi mwenyewe, mimi ni nani? Kwa kadri unavyoendelea kuwa juu, ndio kwa kadri ambavyo unapaswa kufanya nini? Kujilinda na kujitunza. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema ajizaniaye ya kuwa amesimama. Wakorintho wa kwanza 10:12. Angalie asije akaanguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo linalofuata. Kule unakoenda na wale unaoambatana nao siku zote wataathiri usafi wako. Kule unakoenda na wale unaoambatana nao siku zote wataathiri usafi wako. Kwa kama unataka kuwa safi,
Linda maeneo unayoenda. Linda watu unaoambatana nao. Huwezi kuniambia yani mimi, yani rafiki zangu wote kila mmoja ana boyfriend, ni mimi tu, yani mimi tu. Nakwambia na wewe ni mtarajiwa wa maisha hayo. Siku si nyingi na wewe utakuwa tu wa maisha hayo. Huwezi sema mimi tu, yani mimi ndio msafi. Wote huyu ana yani wote mimi tu ndio nimejitunza. Na wewe kuna siku huwezi kuambatana na watu usifanane nao. Biblia inasema enenda pamoja na wenye hekima, nao utakuwa na hekima. Ukiendenda na wapumbavu utakuwa tu mpumbavu. Huwezi kukwepa. Hakuna tai analuka na njiwa. Mwahi kuona? Kundi la ndege wote, ukiona ndege wanaruka pamoja, ujue wanafanana. Kama kundi lako ni wachafu na we ni mchafu mtarajiwa, ni mchafu ambaye uchafu wako bado tu haujadhihirika, baada ya muda utadhihirika. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kule unakoenda, mazingira unayoenda na watu unaoambatana nao watakuathiri usafi wako. Ukiambatana na watu wasio na Mungu, kuna mahali utamwacha Mungu. Ukiambatana na watu wenye Mungu, utakaa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mabinti, watu wote, mabinti wote wanaomzunguka na rafiki zake wanamwambia haiwezekani kujilinda. Msichana, unawezaje? Chuo, unaweza kukaa chuo bila mahusiano? Ndio wanakuzunguka. Baada ya muda utajikuta misimamo uliyokuwa nayo unaipoteza. Hakikisha unaambatana na watu ambao wana imani sawa na wewe. Wanaamini kwenye usafi kama unavyoamini kwenye usafi. Wanaamini kwenye kujitunza kama unavyoamini kwenye kujitunza. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo linalofuata, usafi wa kingono sio tukio, bali ni matokeo ya aina ya maisha fulani yaliyochaguliwa kwa kujua au kwa kuto kujua. Usafi wa kingono sio tukio, bali ni matokeo ya aina ya maisha yaliyochaguliwa kwa kujua au kwa kuto kujua. Ninamaanisha nini? Hautakuwa msafi kwa bahati nzuri. Hautakuwa msafi kwa bahati nzuri. Na hautakuwa mchafu kwa bahati mbaya. Utakuwa msafi kama matokeo. Ni kama vile huwezi kupata division 1 kwa bahati nzuri. Division 1 sio bahati, division 1 ni matokeo ya aina ya maisha mtu anayachagua tangu anaingia form 1 mpaka anamaliza form 4. Ya aina ya maisha mtu ambaye anayachagua tangu anaingia form 5 mpaka anamaliza form 6. Kupata first class sio bahati, ni matokeo ya aina ya maisha ambayo unayachagua tangu siku umefanya registration mpaka siku unaondoka. Na ndivyo ilivyo. Usafi sio bahati. Ana bahati yule dada. Anaweza kujitunza hivi, ana bahati. Hana bahati. Kuna lifestyle aliamua kuishi ndio ikampeleka kuwa msafi. Kwa hiyo hata na wewe unaweza ukaamua kuishi aina fulani ya maisha, hata kama wakikuita mshamba, hata kama wakikuita mjinga. Mimi nakuhakikishia leo wanaweza kuona mjinga, lakini mbele watagundua wewe ulikuwa sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaeleweka vizuri? Unaweza ukapita chuo ukiwa salama bila kujichafua. Inawezekana. Unaweza ukapita miaka yote ya chuo salama bila kujichafua. Unaweza ukapita miaka yote ya chuo salama bila mahusiano. Inawezekana. Hapo kuna watu wanasema mtumishi, bila mahusiano. Kwa sababu kuna wengine alikuwa anajilinda, anasema yani nikiingia tu chuo naanza mahusiano. Nani alikwambia chuo maana yake mahusiano? Nani alikwambia chuo maana yake mahusiano? Unaweza ukaanza chuo mpaka ukamaliza chuo bila mahusiano, na bado ukapata mke sahihi au mume sahihi. Inawezekana. Amen. Mwambie jirani yako inawezekana ukiamua. Kwa ukiamua kuwa msafi. Usafi sio tukio. Usafi ni
matokeo ya maamuzi. Kwa amua kuishi kila siku aina ya maisha ambayo itakufanya kuwa msafi. Na unajua wokovu unatunzwa kila siku. Biblia inasema mtu yote akitaka kuwa mwanafunzi wangu, ajikane mwenyewe anifuate, ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Manake kila ukiamka lazima ujiambie leo nitaishi maisha safi. Hata nikutana na vishawishi nitavishinda, na kesho tena, na kesho kutwa tena. Kwa sababu kitakacho kusaidia ni hayo maamuzi ya kila siku, ndicho kitakupeleka kwenye matokeo ya usafi. Amen. Naeleweka vizuri watu wa Mungu? Tuendelee tena mbele kidogo. Dunia na mazingira yake sio rafiki kwa usafi wa kingono. Dunia na mazingira yake sio rafiki kwa usafi. Kinyume chake ndio sahihi. Dunia na mazingira yake ni rafiki kwa uchafu. Yaani mazingira ya dunia hayajadizainiwa kukufanya uwe msafi. Mazingira ya dunia ni yametengenezwa kukufanya uwe mchafu kuliko kuwa msafi. Tukienda kimaalum kabisa, mazingira ya chuo hayajatengenezwa kukufanya uwe msafi kingono. Kimsingi kinyume chake ndio sahihi. Mazingira ya chuo utakayoyakuta au unayoyakuta yameandaliwa kukuchafua. Kwa ni rahisi zaidi kuchafuka kuliko kujitunza. Kwa hiyo ili uwe msafi lazima uamue kutokea ndani, sio usubiri mazingira ya kuamulia. Kwa sababu dunia na mazingira yake sio rafiki wa usafi. Ndio maana ni rahisi zaidi kuchafuka kuliko kuwa msafi. Tunaishi kwenye dunia ambayo majaribu ya kingono yako kila mahali. Wangapi wana smartphone? Hapa una smartphone. Kila aliye na smartphone hayuko mbali na uchafu wa kingono. Yaani uchafu wa kingono uko mikononi mwako hapo. Na wengine mnanielewa. Sababu jana tu umekukamata. Jana tu umetoka kuangalia picha za ngono jana usiku. Mazingira ya zamani ni tofauti na sasa hivi. Ukirudi nyuma miaka ile ya nyuma, tafuta picha ya ngono kirahisi upati. Hata tu miaka ya 2000 mwanzoni hapo au miaka ya 90 na picha za utupu, picha za zina, pornography upati. Yaani ili ukutane nayo lazima ushikwe mkono na mtu umpekenyue, na hapo mtakutana na vijalada vya ngono. Lakini leo hii watu wenye smartphone na una internet, unahitaji dakika ngapi kuangalia pornography? Tukisema unaangalia sasa hivi ni dakika ngapi? Unahitaji dakika 5? Hamna. Maana yake unao uchafu mkononi mwako. Kwa sababu dunia mazingira yake. Ndio maana kuna wengine, nimewakutana na binti mmoja alikuwa chuo kikuu, anakuja analia. Anasema amekutana na uchafu kwenye kompyuta ya dada yake wakati yeye akiwa form 1. Aliomba kompyuta acheze game. Sijui akajikuta amepita njia gani, akakutana na picha za ngono. Akaanza kuangalia. Siku ya pili aombi tena acheze game. Anaomba acheze game lakini anazitafuta, anaangalia. Anasema baada ya muda akawa addictive. Kwa hiyo dada yake alipokaa mbali akaanza kutumia simu ya mama yake. Anaingia YouTube, anaangalia pornography. Anafuta ile historia yote ya vitu alivyoangalia. Mama yake hajui. Wakati huo ananitafuta, alikuwa yuko chuo kikuu. Tayari ile kitu imemwathiri ufahamu. Ana ile addiction, inamtesa. Unajua shetani anapokuingiza kwenye uchafu, anakuingiza kama jambo la pleasure, jambo la raha. Lakini baada ya muda linakuwa kifungo. Na wengi wako kwenye vifungo vya picha za ngono. Kwa sababu dunia imeharibika. Kuna wengine wamekutana na uchafu kwenye simu za wazazi wao. Ameshika simu, smartphone ya baba yake, ya mama yake, na huko amekutana na uchafu. Na leo anaishi kwenye maisha ya uchafu.
Kwa sababu gani? Dunia na mazingira yake sio salama. Kwa kama tunataka kuwa safi, usafi utaanzia ndani yetu. Amen? Lazima tukusudie kuwa wasafi. Mazingira yatakufanya kuwa msafi. Hakuna mazingira ambayo yatakufanya kuwa msafi. Ndio maana ukienda hadi kwenye vyuo vya wachungaji utakuta kuna zinaa. Nenda hata kwenye makambi ya mapadri utakuta kuna zinaa. Mazingira mazuri lakini ndani kuchafu kutasababisha uchafu. Kwa sababu dunia na mazingira yake sio rafiki kwa usafi. Na Biblia inasema wazi, nasi tunajua ya kuwa dunia yote inakaa katika yule mwovu. Ndani ya dunia hii kuna uovu. Kama tunataka kushinda, lazima tukusudie kutoka mioyoni mwetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo lingine, uchafu wa kingono ni silaha ya vita mikononi mwa shetani kuua hatima za vijana. Uchafu wa kingono, dhambi za kingono ni silaha mikononi mwa shetani kuua hatima za vijana. Hatima nyingi za vijana zimenyongwa na zinaa. Hatima nyingi za vijana zimenyongwa na zinaa. Watu wengi wanaingia ndani yao kukiwa kuna ng'aa chuoni, wanatoka wamenyongwa. Anatoka ameharibika, hatima imenyongwa. Kwa hiyo wengi wanaichukulia zinaa kama kitendo, lakini zinaa sio tendo. Zinaa ni silaha ambayo shetani anatumia kumuulia mtu, kuua hatima ya mtu. Shetani anatumia zinaa kuua hatima ya mtu. Shetani akiona una hatima kubwa, akishindwa kukuua ukiwa mdogo, kama alivyoshindwa kumuua Yusufu, atakusubiri ukiwa kijana, atakuletea ofa ya zinaa, kama alivyomletea ofa Yusufu. Akapendwa, akatamaniwa kwa zinaa na mwanamke aliyekuwa anafanya kazi kwake. Kimsingi kilichokuwa kinatafutwa ni hatima ya Yusufu, ambayo ilikuwa ni kubwa, tunaijua mbele. Shetani alitaka amnyonge, alipotaka kuuliwa na ndugu zake, akatumbwa shimoni, Mungu akamuokoa. Ndio maana kuna wengine unasema kabisa, mimi kuna wakati nilikuwa nife, Mungu akanitoa. Shetani akishindwa kukua hapo, anasubiri umepevuka. Msichana amekuwa, kijana amekuwa. Nini kinatokea? Anaanza kuletea, kama ni binti anakuletea wanaume. Ukiona binti unafuatafuata sana na wanaume kwa lengo la kulala na wewe, usije ukasema mimi ni mrembo. Shetani hana shida na hiyo sura. Shetani hana shida na hiyo shape, hana shida. Shetani hana shida na hiyo rangi, hana shida. Usije ukajidanganya. Shetani anajua hiyo rangi ni mavumbi. Hakuna shape ambayo haiko kwenye udongo. Hakuna shape iliyoko dunia hii ambayo ijaliwa na funza. Hiyo shape chakula ya funza tu. Na shetani anajua. Shetani atafuti sura yako. Anatafuta dimples. Atafuti dimples. Anatafuta kilichoko ndani. Ndio maana wakati mwingine hata wewe unajiangalia unasema, kwani mimi ni mzuri kiasi hivi? Mbona ananifuatafuata? Wewe mwenyewe unaona kabisa sio kwa kiasi hicho. Wewe mwenyewe unaona. Lakini wanakuja hivi. Ujue kinachotafutwa sio hiyo sura. Kinachotafutwa ni ulichobeba ndani. Hatima inatafutwa. Shetani akiona hatima hata kwa kijana wa kiume, hata kama hujui kuongea na wadada, nitumie lugha nyepesi kidogo, watajileta. Kwa ukiona wadada wanajisogeza, sema mimi handsome, wewe unajiona handsome. Wewe ukijiangalia kwenye kioo unajiona handsome. Wewe mwenyewe ukijiangalia unasema hili lipua hili. Lakini wanakuja hivi. Kinachotafutwa ni ulichobeba. Shetani akiona una hatima kubwa, hata kama sura imejikunja hivi, watakuja. Kwa sababu shetani hatafuti sura. Anajua kila sura ilishapigwa na funza chini. Shetani anatafuta ulichobeba. Na wengi wamekamata hapa. Wengi wameshikwa
kwenye zinaa. Wengi wameshikwa, hatima zao zimenyongwa. Akikukosa hapo kwenye ujana, akikukosa kwenye zinaa hapo, atakutafuta tena wakati unataka kuingia kwenye ndoa. Atahakikisha unakosea ndoa. Hayo ndio maeneo matatu shetani anamfuatilia mtu hatima yake. Angalia kinachowamaliza. Kuna watu wakati anaingia chuoni alikuwa anasikia moto wa injili. Anasema mwinjilisti msomi. Haya. Mwaka wa kwanza akakutana na vidada. Mwinjilisti msomi iko wapi? Mwaka wa pili uinjilisti wote ulishaisha. Msomi umebakiza tu msomi. Mwinjilisti msomi ishalambwa, ishaliwa. Moto wote umeliwa. Shetani ameua hatima. Kuna wengi waliingia na moto chuo, wametoka umezima kabisa, umezima. Leo angalia kinachopiga hata watumishi wa Mungu vijana, zinaa. Kwa sababu gani? Shetani anajua bila kumletea zinaa huyu sitampunguzia kasi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia hatima za watu zilivyouawa. Suleiman mwenye hatima kubwa ikanyongwa na wanawake. Ndio maana Suleiman anasema usiwape wanawake nguvu zako, wala wale wawaharibuo wafalme moyo wako. Kumbe zinaa, mtu anajiingiza kwenye zinaa anatoa nguvu zake. Mtu anajiingiza kwenye zinaa anaharibiwa ukuu wake. Anasema wala wale wawaharibuo wafalme. Kuna watu wengi ni wafalme ndani yao. Mungu aliwaumba kama watu wakuu mbele, lakini hatima zao zimeliwa na zinaa. Leo Mungu akutoe kama ulikuwa ni mmoja wapo uliokwama hapo. Leo Mungu akutoe. Wengi hatima zao zimeliwa na zinaa. Angalia hatima ya Suleiman. Suleiman alianza kwa ushindi, anamaliza kwa majuto. Mambo yote ni ubatili na kujilisha upepo. Mwanadamu ni sawa na mnyama. Wewe tuambie mwanadamu ni sawa, umeharibu wewe. Njia rahisi ya kutembea kwenye nguvu za Mungu, njia rahisi ya kwanza kabla hata ya mifungo mingi, kujilinda na zinaa. Kujilinda na zinaa. Njia rahisi ya kupoteza nguvu za Mungu, kujiingiza kwenye zinaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Njia rahisi ya kwanza ya kutumiwa na Mungu sana, jilinde na zinaa. Njia rahisi ya kupoteza nafasi yako Mungu aliyokupatia, jiingize kwenye zinaa. Ndio maana unaona zinaa inafananishwa na kile alichokifanya Esau. Anasema asiwapo mwasherati kwenu kama vile Esau, ambaye kwa chakula, kwa mlo mmoja akauza haki ya uzaliwa. Sasa Esau hajafanya uasherati, lakini anayefanya uasherati anafananishwa na kile alichofanya Esau. Esau akapoteza hatima yake kwa njaa. Watu wengi wanapoteza hatima zao kwa sababu ya kukidhi njaa, kwa sababu tamani njaa ya zinaa, kwa sababu ya kukidhi njaa ya muda mfupi. Wengi wamepoteza hatima zao. Angalia namna ambavyo hatima zimepigwa za watu wengi kwa sababu ya zinaa. Rubeni anajiingiza kwenye zinaa. Mtu ambaye alikuwa awe mkuu, siku ya baba yake anamwambia hautakuwa mkuu kwa sababu umevuka mpaka, kwa sababu umeingia kwenye zinaa. Anasema wewe ni mkuu Rubeni, lakini hautakuwa mkuu kwa sababu umeingia kwenye zinaa. Yusufu anatafutwa hatima yake kwa kuletewa zinaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Naeleweka vizuri? Nataka niende sehemu ya mwisho kwa kumalizia, kwa sababu hakuna namna naweza kumaliza. Okay, labda nitaje baadhi ya vitu. Tunaposema uchafu wa kingono tunaongelea nini? Namba moja, tunaongelea kitendo cha kufanya zinaa. Sawa? Huo ni uchafu wa kingono. Lakini pia tunaongelea uchafu kwa ujumla wake, hata kama sio kitendo. Lakini mawazo, uchafu kwenye mawazo, hali ya kuchafuka ndani, ile hali ya ndani mtu tu anakuwa amechafuliwa kwenye hilo eneo. Lakini tunaongelea pia tamaa mbaya na kutamani. Uchafu wa kingono pia tunaongelea mazungumzo
ya kipumbavu. Mazungumzo, kuna watu hawafanyi zinaa lakini wanapenda kuzungumzia masuala ya ngono. Yaani anasikia raha. Binti anapenda awe anaongeleshwa. Mbona leo kama una story hivi? Kumbe anachotafuta ni hayo mazungumzo. Huyu ni mchafu kama wachafu wengine. Anaona raha akiwa anazungumziwa hivyo. Mautani, utani wa kingono. Mnaitana wapenzi, huyu mpenzi wangu, mke wangu. Naona cheka tunatanianaga tu, tunataniaga mke wangu. Wewe mtu wa Mungu. Kupitia hayo mautani ndio mnajikuta kwenye uchafu. Huo wote ni uchafu, utani huo. Kutumiana message, kukaa kwenye magrupu ambao wanatuma vitu vya ajabu, kutazama mapicha ya ngono, mavideo ya aina hiyo ya pornography, huo wote ni uchafu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naeleweka vizuri? Ngoja niende sehemu ya mwisho. Kwa nini watu wanakuwa wachafu? Baadhi ya sababu. Kwa nini watu wengi wanajikuta ni wachafu? Kwa nini? Kwa nini watu wengi wanajikuta ni wachafu? Sababu ya kwanza ni kwa sababu ya kuzilisha nafsi zao vitu vichafu. Watu wengi ni wachafu kwa sababu wanajilisha chafu. Wewe ni matokeo ya kile unachokula. Mwili wako ni matokeo ya chakula chako. Sasa mwanadamu ni roho, anayo nafsi, alafu vinaishi kwenye nyumba inaitwa mwili. Naeleweka vizuri? Kwa hiyo kama vile ambavyo mwili ukila tutaona matokeo nje, ndivyo ambavyo na nafsi inakula. Tamaa iko ndani ya nafsi. Hisia ziko ndani ya nafsi. Kwa nini kuna mwingine anajiona ni kama mbona mimi kama nina hisia tu za zinaa muda wote? Cheki vitu unavyojilisha. Unajilishaje nafsi yako? Kwa kutazama. Angalia vitu unavyotazama. Unajilisha nafsi yako kwa kusikiliza. Unajilisha nafsi yako kwa mazungumzo. Kwa kama unataka kuwa msafi, linda vitu unavyotazama. Unatazamaga nini? Uko YouTube, uko Instagram, uko kwenye mitandao, unatazama nini? Kwenye magrupu mnatumiana nini? Unatazama nini? Lakini unasikilizaga nini? Mnazungumzaga nini? Wakati unatazama, kusikiliza na kuzungumza, unailisha nafsi yako. Na baada ya muda nafsi yako itaanza kuitikia sawa sawa na unavyoilisha. Kwa kama unataka kuizuia nafsi yako kwenye hilo eneo, linda. Na shetani anajua. Leo hii kwa mfano, najua hapa watu mpo mnaopenda kuangalia tamthilia. Simpo Simpo, simseme kweli. Mpo Tamthilia 99% au zaidi ya 95 ya tamthilia zinazungumzia nini? Zinazungumzia nini? Sio mahusiano, mapenzi. Msizunguke. Kwa maana yake unapoangalia tamthilia unajilisha nini? Masuala ya mapenzi. Kwa hiyo nafsi yako itakuwa inaitikia sana na mambo gani? Mambo ya mapenzi. Miziki ya secular 99% inazungumzia nini? Ni miziki ya mapenzi. Maana yake kijana anajilisha hiyo miziki, nini kinafuata? Atajikuta ni mtu wa aina hiyo. Nenda hata kwenye movie. Unashangaa hadi movie ya vita. Vita kabisa Afghanistan, polini kule. Alafu katikati kuna kakipande kama mapenzi. Movie ya masaa mawili kuna kakipande kamoja au viwili vya mapenzi. Hivi unafikiri kale kakipande ni kabahati mbaya? Unafikiri hayo mambo yanafanyika kabisa kule Afghanistan, kule vita cha moto kimelia? Wale watu wako strategic. Wanajua utaangalia movie ya masaa mawili, tutakupa kakipande ka dakika 2. Kale ndio katakaa vizuri huku ndani kuliko yale masaa mawili. Wanajua, shetani anajua. Lakini leo hii unakuta kuna mtu ameokoka, kila siku anaangalia tamthilia. Halafu anasema mimi sijui mwili wangu ukoje, yani mimi itakuwa shetani. Yani sio shetani, shetani unamuingiza wewe mwenyewe kwenye TV.
unajilisha, ukila utakuwa. Haiwezekani wewe unakula vizuri afu useme yani mimi nanenepa, sijui nanenepea hewa. Cheki unavyokula, hamna nanenepa kwa hewa. Hamna nanenepa. Yani mimi nanenepa, si unajua kuna wale wanene wanajitetea. Yani mimi hata sili, mimi sili kabisa. Wewe ulikulaga ndio ukanenepa. Ambao wali wananenepa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndivyo ilivyo. Kila unachotazama unailisha nafsi yako. Baada ya muda bila kujua utajikuta unaitikia sana. Na ndio maana leo hii ndio mambo ya zinaa ndio yanatesa kanisa. Yanatesa kanisa. Kwa sababu gani? Kanisa limejaa waangalia tamthilia. Limejaa waangalia tamthilia. Wengine hadi ratiba ya ibada imejipanga sawa sawa na tamthilia. Ikimalizika tamthilia ndio ibada. Kama hii ibada yenyewe ipo kwanza. Inawezekana hata haipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani anajua hata kuonyesha moja kwa moja, lakini anajua akikulisha vizuri utanenepa tu. Kwa hiyo linda unachotazama. Kile unachoingiza ndicho kitakachotoka. Hatima yako italingana, itafanana na vitu ambavyo unailisha akili yako. Ukitaka kuwa daktari, unailisha akili yako masuala gani? Ya utabibu. Unasoma masuala ya utabibu, unasikiliza masuala ya utabibu. Mwisho unakuwa daktari. Ukitaka kuwa mwanasheria, ni hivyo hivyo. Ukitaka kuwa mhasibu, ni hivyo hivyo. Haya, wewe ambao unailisha akili yako tamthilia, unataka kuwa nani? Kwa sababu chochote ambacho unajilisha mwisho wa siku utakuwa. Ukijilisha udaktari vizuri utakuwa daktari. Unajilisha masuala ya mapenzi. Tena wengine anajilisha kuliko anavyojilisha masomo. Jambo lingine, kwa nini watu wanakuwa wachafu? Bad company, mahusiano mabovu, marafiki waovu naongelea. Kuwa na kujihusisha na watu waovu. Kama unajihusisha na watu waovu, wachafu, na wewe utakuwa mchafu. Jambo lingine, kwa nini watu wanakuwa wachafu? Pungufu wa neno la Mungu ndani. Kwa nini watu wengi wameokoka na ni mchafu? Hana neno. Watu wengi ni wavivu kwenye neno la Mungu. Neno la Mungu ndio linatusafisha. Kuna watu wako radhi akaya anasikiliza nyimbo asubuhi hadi jioni, hawezi kusikiliza mafundisho hata ya masaa mawili au lisali moja. Hawasikilizi. Hawana neno ndani. Hawasomi neno. Hana neno. Kijana hana neno. Biblia inasema nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mnazo nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu nanyi mmemshinda shetani. Maana yake kipengele cha neno kisipokuwepo, kumshinda shetani hakuwezi kutokea. Watu wengi hawana neno. Anza kuwa na neno ndani yako, utaona maisha yanakuwa na usafi. Amen. Jambo lingine, kwa nini watu wengi wanakuwa wachafu? Kukosa malezi. Kukosa au kupuuza malezi. Umeenda chuo, hakikisha uko hapa. Inawezekana wengine mmetoka mkoani, ulikuwa unalelewa kwenye kanisa fulani. Umekuja hapa, hakikisha unajisubmit kwenye kanisa, unalelewa. Usikae kama mtu asiye na walezi. Utakuwa mchafu, utajikuta umechafuka. Usikose malezi, usipuuze malezi. Wengi mnapuuza malezi. Wakati unatoka kwenu, walikaa wakakwambia wazazi wako, jilinde mwanetu, unapoenda chuoni. Yale ni malezi, unapuuza malezi. Wengine mko kwenye mahusiano, mnapuuza hata anachokwambiaga baba yako, mama yako, mchungaji wako, walimu wako, wote umetupa kule. Unaona huyo mmoja tu. Unapuuza malezi. Kwa kupuuza malezi utajikuta umeingia kwenye uchafu. Kwa nini watu wengi wanakuwa wachafu? Kwa kushindwa kujiwekea nidhamu binafsi na mipaka binafsi. Watu wengi maisha yao hayana nidhamu binafsi, hawana mipaka wazi iliyoandikwa. Mimi nawashaurigi mabinti, andika vitu ambavyo haujiruhusu kufanya. Andika. Sitajiruhusu kumtembelea kijana wa kiume chumbani kwake. Sitaruhusu kupokea simu ya kijana wa kiume kuanzia muda fulani usiku. Sitaruhusu chati chafu. Andika kabisa. Sitavaa nguo zinazoonyesha maungo yangu. Andika hivyo vitu. Alafu wewe unavisoma mara kwa mara. Jiwekee mipaka na nidhamu. Hata kijana wa kiume pia unaweza kufanya hivyo. Kwa unapoingia chuo, kama vile ambavyo chuoni kuna sheria, na wewe jiwekeza kwako.
vinginevyo utamezwa na upepo wa chuoni. Naeleweka vizuri? Kwa nini pia watu wanakuwa wachafu? Kukosa maisha ya maombi. Kukosa maisha ya maombi. Ukiona maombi yako yanaanza kupungua, ujue dhambi inaanza kukaribia. Kwa kadri unavyomkaribia Mungu kwenye maombi, ndivyo kwa kadri ambavyo dhambi inakuwa mbali. Hakuna mwombaji aliyemaanisha alafu anaishi maisha ya dhambi. Na hakuna anayeishi maisha ya dhambi ambaye ni mwombaji aliyemaanisha. Kwa moja namna ya kujipima, ukiona geji ya maombi inapungua, cheki vizuri. Muda si mrefu, shetani akiona uko moto, kabla hajakuletea dhambi, ataua kile kinachokufanya kuwa moto. Kimsingi, ukitaka kupima status yako ya kiroho, pima kwenye maeneo kadhaa. Eneo la kwanza, pima kwenye maisha ya maombi. Maisha yako ya kipoa ya maombi, kiroho chako kinapoa. Eneo la pili, pima kwenye appetite. Chakula. Unapoona appetite inaongezeka sana hadi mifungo inapotea, ujue unapoa kiroho. Kwa kadri unavyokuwa moto kiroho, roho yako inaweza kucontrol appetite. Eneo la tatu, pima kwenye usingizi. Ukiona unakuwa na usingizi mwingi sana, ujue kiroho kinapotea. Watu wote moto rohoni. Mtu ambaye ni moto rohoni, maombi ni kipaumbele. Chakula anaweza kukiacha. Chakula sio kipaumbele. Anaweza kuamua leo sili. Sasa wewe hata siku umepanga kufunga, ikifika saa 4 hadi maji yananukia. Hadi usichopenda unasikia kama humu pana katika. Usije ukafikiri ni njaa ile. Ushavamiwa. Umepata ataki au usingizi. Unalala unasema leo nitalala niumalize wote, kesho tena umekuja. Ujue maisha yako ya kiroho yanaporomoka. Mtu yote moto anaweza control usingizi. Akiamka kuomba, anaweza kuamka. Sasa sio kwamba hata asikia usingizi, lakini roho yake ina nguvu kuliko usingizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ukiona maombi yanapotea, ujue unataka kuvamiwa. Na jambo la mwisho nitakaloongea, ila sio kwa udogo, ambao ni sababu ya uchafu wa kingono. Kwa nini watu wanakuwa wachafu? Kwa sababu ya moyo mbovu. Moyo mbovu. Moyo mchafu. Biblia inasema kwenye Mathayo 15 mstari wa 19. Anasema kwa maana moyoni hutoka. Moyoni hutoka. Watu wa Mungu, vitu huanzia moyoni. Moyoni hutoka nini? Mawazo mabaya. Moyoni hutoka nini? Uuaji. Moyoni hutoka nini? Uzinzi. Moyoni hutoka uasherati, wizi, ushuhuda uongo, matukano. Vitu vyote vinaanzia moyoni. Ukiona ni mchafu, ujue kuna shida ya moyo. Biblia inasema moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Una ugonjwa wa mauti, ugonjwa wa kufisha. Moyo mbovu. Moyo mbovu ni moyo aina gani? Namba 1 ni moyo ambao hujampa Yesu maisha. Mtu ambaye hajaokoka na moyo mchafu, hata apambane vipi, ndio unapambana, nitakuwa msafi. Baada ya wiki chali. Kwa nini? Moyo mbovu. Unatakiwa ushughulikie chanzo. Unamhitaji Yesu. Mtu yote ambaye hajaokoka, moyo wake si salama. Lakini moyo mbovu mwingine ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutoulinda moyo. Kuna watu waliokoka vizuri kabisa, lakini wakashindwa kulinda moyo wao. Maandiko yanasema unapookoka, yote aniaminie mimi, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Mito, maana yake kuna uzima, kuna uhai, kuna utakatifu, kuna maisha safi inatoka ndani ya mtu aliyokoka. Lakini Biblia inasema linda sana moyo wako. Kuliko yote una ugonjwa wa kufisha. Kwa maana yake moyo unaweza ukaanza kutoa mauti. Ukiona moyo wako unakusukuma kwenye dhambi, maana yake moyo ni mbovu. Moyo unaanza kutoa uchafu, kutoa mauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vitu gani vinafanya moyo unachafuka ambao ulikuwa msafi? Maisha ya sirini.
moyoni ni sirini. Unataka kuwa na moyo safi, linda unachofanya sirini. Watu wengi wamechafuliwa mioyo yao sirini. Sirini. Wakati yuko peke yake kwenye simu yake, hakuna mtu anamuona. Kwenye YouTube unaangalia nini? Kwenye Instagram unaangaliaga nini? Kwa siri kabisa, ambako unajua ni wewe tu unajua unachofanya, unaharibu moyo. Mafanikio ya kweli ya mtu yanaanzia sirini. Kwa chochote unachokifanya sirini, kama sio kisafi, kinakuharibu. Ndio maana kila aliyefanikiwa unamwambia tuonyeshe siri ya mafanikio yako. Siri ya mafanikio. Maana kuna jambo analifanyaga atuoni ndio limemfanya afanikiwe. Na ndivyo ilivyo. Maisha ya sirini yanaharibu mioyo ya watu. Leo vijana wengi wameharibiwa mioyo kwa sababu ya maisha ya sirini. Ni kweli baba hajajua, mchungaji hajajua, hakuna aliyejua. Lakini yuko Mungu anayeona sirini na kuwajazi watu wazi. Maandiko yanasema na baba yako aonaye sirini. Kwenye Mathayo sura ya 6. Ukifanikiwa kuwaficha wote, yuko Mungu anayetazama sirini. Anasema na baba yako aonaye sirini. Amerudia mara 3, na baba yako aonaye sirini, na baba yako aonaye sirini, na baba yako aonaye sirini. Maana Mungu anatazama kinachofanyika sirini na anakupa thawabu ya wazi. Zaburi 91 anasema aketie mahali pa siri. Mungu anaketi sirini. Tunapofanya mambo sirini yasiyofaa, yanaharibu mioyo yetu. Ndio maana Daudi anasema unitakase na dhambi za sirini. Leo hii tuna Wakristo wengi makanisani, wanasimama, wanatuimbia, wanatuhubiria, wanatupigia vyombo, lakini maisha yao ya sirini yameharibika, mioyo yao imeharibika. Leo Mungu akuponye na hayo maisha katika jina la Yesu. Naomba ufunike macho yako wakati ninamalizia. Funika macho yako. Nataka nitoe nafasi kwa watu wanaotaka kumpa Yesu maisha yao na kumrudia Mungu leo. Nataka nitoe nafasi. Ulikuwa umemwacha Yesu. Wewe ndio unajua. Ni kweli inawezekana ulikuwa umeokoka, lakini unajua ulimwacha Yesu mahali. Unajua maisha yako ya sirini si salama, japo wengine tunakuona ni salama. Na wewe unataka kumpa Yesu maisha yako. Kwa watu wa aina hiyo, kama uko hapa, nyosha mkono wako juu na Mungu akusaidie. Nyosha tu kwa haraka. Nyosha juu. Asante wewe ambaye umenyosha. Asante. Nyosha tu, usione aibu. Maisha ni binafsi. Wewe ambaye unataka kumpa Yesu maisha yako, nyosha mkono juu. Na kusubiri wewe kwa dakika moja. Narudi kutoka mbali, sasa unikaribishe wadina. Wewe ambaye umenyosha mkono, naomba usimame haraka. Simama tu haraka. Simama. Hadi kule nyuma. Simama. Alafu sogea mbele hapa. Sogea hapa. Baba atakuombea. Sogea. Rapo shaka. Unataka kurekebisha maisha yako na Mungu, njoo. Hii ni nafasi Mungu amekupa.